Ni kukaribisha kwenye Love Life Academy, na leo tuna topic inasema sababu kuu 7 kwa nini mwanaume analazimisha mzini kabla ya ndoa. Lazima ustuke juu ya jambo hili. Imekuwepo kasumba ya wadada wengi kuruhusu miili yao kuchezewa na wanaume kabla ya kuoa, lakini pia ikiwa ni concern pia ya wanawake wenyewe wakiwa wanajirahisisha, lakini pia wakihisi kama ni njia pia ya kutengeneza uchumba au kufanya maandalizi ya ndoa, kwamba wameshapata wachumba, basi na wao pia wanashiriki katika kutoa miili yao kwa wale watu, lakini hawajui, hawafahamu, wanatembea gizani. Kuna mambo ukiyajua juu ya wanaume, basi hautorudia hichi kitendo, na hiyo itakuwa ni tiketi yako ya kuja kupata ndoa. Sasa kuna vitu vya msingi vya kuzingatia, kujua, kuelewa agenda ya siri iliyo nyuma ya mwanaume kukulazimisha uzini naye kabla ya ndoa. Agenda ya kwanza, atimize tamaa yake ya mwili. Kumbuka, mwanaume ni kama sufuria, alafu wewe ni kama chungu. Mwanaume anapomwona mwanamke hivi, yeye anaweza kusisimuka na ana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na mwanamke zaidi ya moja, kadiri atakavyoweza kuwapata wale watu na kadiri ya tamaa zake au tabia zake. Sasa unapompa tendo la ndoa, yeye kwa sababu anachemka mapema, baada ya kuzoea atapoa, ataanza kudharau na kupuuza. Lakini wewe mwanamke ukishampa tendo la ndoa, mwanzo unaanza kawaida, haujavutiwa naye, lakini baadaye utaanza kukolea. Ndio maana wanawake wengi wao kwenye uchumba wanakuja kuumia na kuanza kuwapigania wanaume na kusema nampenda sana, na unakuta mwanaume anaanza kupuuza na kukuchezea na kukupotezea, kwa sababu ameshapata anachokihitaji, ambacho yeye alilenga tendo la ndoa au zinaa, lakini wewe ulihisi kwamba huenda ni mchumba. Kwa hiyo ukitimiza tamaa zake za kumpa mwili wako kabla ya kukuoa, umecheza kamari ambayo itaharibu future ya mawasiliano, future ya ndoa, lakini future ya wewe kumpendeza Mungu. Lakini cha pili ni uwe mateka katika mawazo yake, fikra zake na hisia zake. Mtu anapokuzini, ina maana amefungua lango, ina maana umekubali kuwa lango lake kiroho na kimwili. Kwa hiyo utakuwa ni mateka kwa sababu umeshajiweka wazi kwenye maisha yake kupitia mwili wako. Na kama maandiko yanavyosema kwamba atendaye azinie na mwanamke hana akili kabisa. Kwa hiyo ukishatoa mwili wako, ina maana yule uliyempa, ina maana ameshakuweka mateka. Kwa hiyo nyote ni mateka, na hapo Mungu hayupo tena. 3, aanze kukudharau. Wengi mwanzo ulikuwa unavutia, unapendeza, unathaminika, lakini baada ya kutoa mwili wako, na kadiri pia anavyozidi kutumia mwili wako, ndivyo anazidi kuchoka, lakini pia ndivyo anazidi kudharau. Mwisho ataanza kupuuza na atatafuta wengine, kwa sababu wewe amesha kuchoka. Na sisi wanaume tukishakaa na kitu tukakizoea, tunakichoka. Sasa tofautisha ndoa, tofautisha na uchumba. Kama wanaume wanaweza kutoka ndani ya ndoa wakaenda kuzini na wengine, sembuse wewe ambaye umejiweka wazi kwenye uchumba unategemea nini? Kwa hiyo inahitaji uzuie, bora mtu akusaliti kwenye ndoa kuliko kwenye uchumba ujiweke wazi alafu akutumie, mwisho akuacha, amesha kupotezea soko, amesha kufanya kama mama na wakati ni kwenye uchumba. Lakini wengine wamesha bebeshwa mimba, wamesha kuwa ni wa mama, wamesha zaa, na wakati bado ni wa chumba, ni wa dada na hawajapata ndoa. Unapunguza soko lako, unazidi kufunga milango yako ya baraka, na utazidi kuumizwa bila kujua. Lakini cha 4, mwingine anataka akuzalishe, akutelekeze. Wapo wadada wengi leo wana mimba, wamezalishwa na wachumba, wametelekezwa, hata kupewa matumizi, hata kulelewa wale watoto hakuna. Kwa hiyo usipostuka dada, utazidi kuwa ni chombo cha kuchezewa na kubebeshwa mimba na kutelekezwa. Lakini cha 5, mwingine atambie marafiki zake kwamba amesha kupitia. Hili ni neno ambalo linatumika na vijana wengi wa kizazi hichi, na ambao unakuta hawana hofu na Mungu. Wengi wameweka listi ya wadada ambao wameshapitia, labda ni mtaani au maeneo yao ya kazi. Wakikaa kama kikundi wanaanza kujadili, huyu dada nimeshampitia, huyu nimeshampitia. Kwa hiyo wanaanza kuweka record. Kumbuka hawana mawazo ya kimungu.
Mawazo ya kishetani ni ya zinaa, ni ya uchafu. Kusoma Yohana 10:10 inasema shetani alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu. Kwa hiyo unapotembea katika njia isiyompendeza Mungu na ukawa tayari kutoa mwili wako kwa kijana ambaye hajakoa, jua moja kwa moja ataanza kukutangaza na itakuwa aibu kwako. Unaweza usijue, lakini haya nayokuambia mimi ni mtu ambaye ni kijana, haya mambo nimeyapitia, lakini pia nimefanya utafiti na ndo mambo yanayoendelea kwenye maisha ya vijana wengi. Lakini sita, hana hofu na Mungu, kwa hiyo hajui madhara yake. Unajua unapozini kabla ndoa unapoteza nuru ya maisha yako, unapoteza baraka za maisha yako. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema azinie na mwanamke afanya kitu kitakachomwangamiza nafsi yake. Lakini pia mwanamke anapokuwa kahaba, ina maana anatengeneza lango la kwanza kutumika kiroho na kuwa chanzo cha mapepo. Lakini saba na mwisho, asogeze muda mpaka atakapofika muda wa kuoa. Usipokuwa makini unaweza kutumika kama daraja au kama msingi au kama msaada wa kuwavusha wanaume wengi wakiwa wanaelekea kwenye ndoa. Na haya yamekuwa yakifanyika na wadada wengi. Unashangaa amekaa na wewe mwaka, miaka miwili, miaka mitatu, minne, hadi wengine 10. Baada ya hapo unashangaa ameoa mtu mwingine, kitu kipya kabisa. Wewe umeshachoka, umeshazeeka, umeshalaluliwa. Mwili wako umeshapoteza thamani, maziwa yameshalala, mwili wako umeshakosa thamani, wengine wameshazalishwa, wameshakuwa mama na wakati bado ni wadada. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakudhalilisha hata kama leo unajitoa. Ni bora wanaume wao wanakuja wanaondoka, lakini usikubali kuachilia mwili wako. Kadri unavyozidi kuachilia mwili wako unahisi utapata utazidi kuchubuliwa na kuharibiwa na kuteseka na kuangamia. Kumbuka wanaume wakisha kuonja kabla ndoa unapoteza mvuto, lakini wasipo kuonja ina maana unazidi kuendeleza kuwa na mvuto. Kwa hiyo dada, nakushauri jichunge, jiangalie, usifikiri ni starehe, usifikiri ni utaratibu, usifikiri ni kanuni za uchumba. Haya yote ni machukizo na ni kitu ambacho kitakukosti utakapozidi kufanya biashara isiyo na faida kwenye maisha yako. Nawapenda. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching.